Mashabiki walibaki na mshangao sana baada ya tukio ambalo lilimtokeaga Nandy na kuanguka stejini ghafla. Bila shaka nitakuwekea video clip hapa kama hukubahatika kuiona video clip iliyokuja na maisha Nandy alivyoanguka ghafla jukwaani wakati akiwa ana perform live, utaliona kwenye hii video. Kisha kuna moja ya kitu ambacho kimepelekea clip hii kutrend kwa mara nyingine tena. Kumbuka hii tukio lilitokea way back kidogo, so this time clip imeonekana kutrend sana na watu kubaki na maswali mengi sana, lakini kuna moja ya kitu ambacho watu wengi wameonekana kukisuspect sana kwamba huenda kilipelekea lile ambalo liweza kumtokea Nandy akiwa stejini. So kabla sijakuwekea clip ya Nandy uone jinsi alivyodondokaga stejini, alafu nije nikwambie nini hasa ambacho kimeonekana kuzungumzwa sana huko mtaani, naomba nikukumbushe mda wangu, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini hii video ili uwe wa kwanza kabisa kutokukosa video zinazokuja, kwa sababu ziko hot zaidi, ziko moto zaidi. Kwa hiyo bonyeza neno subscribe hapo chini hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya maoni hapo chini utatuachia comment yako kutokana na hiki ambacho kimekuwa kikizungumzwa sana huko mitandaoni baada ya clip ya Nandy kuonekana ameanguka stejini kutrend kwa mara nyingine tena. As I told you, hii ni clip ambayo ya performance ambayo ilifanyikaga way back kidogo. So hebu tazama hii clip hapa, alafu mimi narejea kwa ajili yako. Alafu unafanya hivi. Everybody Siwasikii. Mambo vipi? Wananipa tabu ya kufanya nielewe, baada baba mzazi si unafuata wewe. Naiwe yangu, naiwe yangu, naiwe yangu, naiwe yangu, naiwe DJ. Baba nyumbani nimeacha wazee, kunaruka shida nyumbani. Wote nataka tumetoka. Sasa bila shaka utakuwa umeona vizuri kabisa, lilikuwa ni tukio ambalo alionekana akiwa ana perform kawaida kabisa, yani kulikuwa hakuonekani kwamba kuna namna yoyote pengine kuna mabadiliko, japokuwa ni clip fupi nimekuwekea, lakini cha ajabu ilikuja kutokea tu pap kaanguka ghafla, na baada ya hapo ikabidi akimbizwe kwa ajili ya kuweza kupata first aid, kwa maana ya huduma ya kwanza. Na baada ya hapo tunaona Mario alirudi stage kuendelea kuperform na vitu kama hivyo. Mshangao ulibaki mkubwa sana, nini ambacho kimemkuta Nandy? Mbona imekuwa ghafla sana wakati hakuna aliyekuwa anaona dalili za kwamba pengine kingeenda kutokea kitu kama hiki? So baada ya hayo yote, kama nilivyokuambia, clip hii imetrend kwa mara nyingine tena, ambapo sasa wengi wamekuja kuhusisha clip hii na imani za kishirikina, kwamba Nandy inaonekana kwamba alikuwa anapigwa majungu na wasanii wenzake, ambao bila shaka kwenye game sasa hivi tunafahamu kwamba kwenye muziki kama usipokuwa vizuri automatically lazima tutaangushwa mapema sana. Unaweza kupotezwa au pengine hata kuchukuliwa kabisa, ni kumalizwa kabisa, watu wanaweza kukuua kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nafasi yako wanaichukua wengine. So wanasema kwamba ni moja tukio ambalo lilitokea, huenda Nandy alikuwa hajajitengeneza vizuri, na ndio maana ikapelekea akapigwa na kupigwa na wasanii wenzake ambao bila shaka wapo kwenye competition moja, na mwisho wa siku likamtokea hili, lakini alikuja kulikava baadaye, na mwisho wa siku hali halisi ilienda poa kabisa. Ila mimi nimezungumzia zaidi specifically kuhusiana na hii clip kutrend tena, alafu watu wanavyoiongelea na kusema kwamba kwenye hili tukio Nandy bila shaka kuna mtu alikuwa amedhamiria kuweza kwenda kumuondoa kabisa duniani, lakini ndio hivyo tena, kwa kudra za Mwenyezi Mungu akawa poa kabisa, na sasa hivi tunaona anadunda na anazidi kuperform vizuri zaidi kwenye industry ya muziki wa Bongo Flava. So kwa upande wako tuambie, unaungana na wale ambao wanasema kwamba huenda zilikuwa imani za kishirikina, ambapo wasanii wenzake walikuwa wanajaribu kumpiga matukio ili mwisho wa siku aweze kuchukua nafasi zake au kumshusha zaidi, au unasema kwamba pengine ni tukio la kawaida tu, mshtuko wa kawaida kutokana na hitilafu ya kimwili na vitu kama hivyo? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo, lakini mimi zaidi usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.